Tundu Lissu aharibu hewa na kukinukisha mahakamani. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mahakama Kuu ya Tanzania kupitia masjala ndogo ya Dar es Salaam imeanza kusikiliza mapingamizi kati ya kesi nyeti inayohusu mgawanyo wa mali ya Chadema kati ya Tanzania bara na Zanzibar, hatua iliyotazamwa na wachambuzi kama mtihani mkubwa kwa mshikamano wa chama kikuu cha upinzani nchini. Shauri hilo limefunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar, Said Issa Mohamed, pamoja na wenzake wawili, wakidai upande wa Zanzibar umekuwa ukipunjwa katika mgawanyo wa mali na rasilimali za chama. Katika hatua ya awali ya jeshi hiyo, walalamikaji wamewasilisha mapingamizi wakipinga hatua ya mwenyekiti wa taifa wa Chadema Tundu Lissu kuomba kujumuishwa kama sehemu ya wajibu wa kesi. Hoja hiyo imeongeza uzito wa kisiasa na kisheria katika shauri ambalo tayari linachukuliwa kuwa na athari pana kwa muundo wa vyama vya siasa ndani ya mfumo wa muungano wa Tanzania. Kwa mujibu wa walalamikaji, kesi hiyo inapaswa kubaki kwa shauri la taasisi na si la mtu binafsi. Wanasisitiza kuwa mgawanyo wa mali za chama unasimamiwa kisheria na taasisi za chama, hususan bodi ya wadhamini wa uongozi wa juu, na si mwenyekiti kama mtu mmoja. Katika mapingamizi hayo, wanadai kuwa kumuhusisha Tundu Lissu binafsi kunaweza kugeuza mwelekeo wa kesi kutoka kwenye mjadala wa kisheria wa taasisi kwenda kwenye mvutano wa kisiasa unaolenga mtu. Hoja hii ina uzito mkubwa kwa sababu inalenga kuweka mipaka kati ya uwajibikaji wa taasisi na wajibu wa viongozi binafsi ndani ya vyama vya siasa. Kwa upande wa Chadema, kupitia kiongozi wa jopo la mawakili na mwanasheria mkuu wa chama, Rugemeleza Nshala, umeeleza kuwa mapingamizi hayo ni sehemu ya kawaida ya mchakato wa kisheria na chama kiko tayari kuyajibu ipasavyo. Nshala amesisitiza kuwa Lissu kama mwenyekiti wa taifa na jukumu la moja kwa moja kulinda maslahi ya chama, na kwa mtazamo wa utetezi haiwezekani kumtenga mwenyekiti katika kesi inayogusa moja kwa moja mali ya uendeshaji wa chama. Na kwa lugha ya kisiasa, msimamo huu unaonyesha Chadema inataka kuonyesha uongozi wa juu unasimama pamoja na taasisi yake, hatua inayolenga kudhibiti taswira ya mgawanyiko wa ndani. Tundu Lissu mwenyewe ameweka wazi kuwa haoni mantiki ya kutengwa katika shauri linalohusu mali za chama anachokiongoza. Kwa mujibu wa kauli zake, wajibu wake kama mwenyekiti ni kuhakikisha mali za chama zinasimamiwa kwa mujibu wa katiba na kanuni. Msimamo huu una tafsiri mbili za kisiasa ambazo ni kuonyesha uongozi thabiti wa chama na kuzuia kile kinachoweza kuonekana kama jaribio la kukwepa uwajibikaji wa juu. Kwa wafuasi wa Chadema, hatua ya Lissu inaonekana kama ishara ya uongozi wa kuwajibika. Hata hivyo, kwa wakosoaji, mjadala unabaki juu ya mipaka ya kisheria na nafasi ya mwenyekiti katika masuala ya mali za taasisi. Kesi hii imefungua mjadala mpana kuhusu uhusiano wa ndani wa Chadema kati ya Tanzania bara na Zanzibar, na hili si jambo dogo kisiasa, kwani vyama vya siasa vinavyofanya kazi katika mfumo wa muungano hukumbana na changamoto kadhaa, ikiwemo usawa wa rasilimali, uwakilishi wa kisiasa na mgawanyo wa madaraka. Na iwapo madai ya upande wa Zanzibar yataonekana kuwa na mashiko, basi yanaweza kufungua mjadala mpana zaidi kuhusu nafasi ya Zanzibar katika vyama ama ndani ya vyama vya kitaifa. Na wachambuzi wa siasa za muungano wanaona kesi hii kama kipimo cha ndani cha namna Chadema inavyosimamia usawa wa kimuundo. Kesi hii, ingawa ni ya mali, ina athari pana za kisiasa ambazo zinaweza kujitokeza kwa kiwango kadhaa. Kwanza ni mshikamano wa chama, kwani iwapo mvutano utaongezeka, basi unaweza kuchochea makundi ya ndani, kudhoofisha uaminifu wa wanachama au vilevile kuhitaji maridhiano ya ndani. Pili, taswira ya umma inaweza kuchanganyika, kwani Chadema kama chama kikuu cha upinzani hutegemea sana taswira ya uwazi na uwajibikaji. So kesi ya mgawanyo ya mali inaweza kuathiri mtazamo wa wananchi kuhusu uendeshaji wake wa ndani. Na iwapo mahakama itatoa tafsiri mpya kuhusu mgawanyo wa mali katika mfumo wa muungano, basi uamuzi huo unaweza kuwarejea kwa vyama vingi vya siasa Tanzania.
Ingawa Chadema kimejijenga kama chama chenye misingi ya kidemokrasia ya ndani, historia inaonyesha kuwa chama hicho kama vyama vingine vikubwa kimewahi kukumbana na migogoro ya ndani mara kadhaa, na migogoro iliyopita imewahi kukiuzisha mchakato wa uongozi, uteuzi wa wagombea na tafsiri ya katiba ya chama. Hata hivyo, kesi ya sasa ni ya kipekee kwa sababu inagusa moja kwa moja suala la mali ndani ya mfumo wa muungano, eneo ambalo halijawahi kupata mjadala mkubwa wa kisheria katika vyama vya upinzani kwa kiwango hiki. Wachambuzi wa siasa nchini wanaona kesi hii kama zaidi ya mgogoro wa mali, na kwa mtazamo wao kuna maswali makubwa yanayowezwa ama yanayochezwa nyuma ya pazia. Je, ni muhimu ama ni mjadala wa kisheria tu au pia ni mvutano wa kisiasa wa ndani? Baadhi ya wachambuzi wanaonya kuwa namna chama kinavyoshughulikia swala hili itakuwa kipimo cha ukomavu wake wa kisasa. Kwa sasa kesi hiyo iko katika hatua ya mapingamizi na mahakama inapaswa kuamua jambo moja muhimu: iwapo Tundu Lissu ataendelea kuwa sehemu ya wajibu wa kesi au la. Na kesi itaendelea dhidi ya taasisi za chama, uzito wa kisiasa washauri unaweza vilevile kupungua kidogo. Sakata la mgawanyo wa mali ndani ya Chadema limevuka mipaka ya kuwa shauri la kawaida la kisheria na sasa linaingia moja kwa moja katika uwanja mpana wa siasa za vyama vingi Tanzania. Umuhimu wake kwa kisiasa unatokana na mambo matatu makuu. Kwanza, linagusa mshikamano wa chama kikuu cha upinzani wakati ambapo ushindani wa kisiasa unaendelea kuongezeka. Vilevile linaibua mjadala mpana kuhusu nafasi ya Zanzibar ndani ya taasisi za kitaifa, hoja nyeti katika siasa za muungano, na vilevile tatu, linaweza kuweka kielelezo cha kisheria kinachoathiri namna vyama vya siasa vinavyosimamia mali zao siku zijazo. Ila kwa sasa hakuna mshindi wa wazi wa kisiasa. Hata hivyo, walalamikaji watanufaika iwapo hoja zao zitathibitishwa, na uongozi wa Chadema utaimarika iwapo utaonekana kusimamia swala hili kwa uwazi na umoja, na vilevile vyama vingine vitaangalia kwa karibu kama somo la kisheria na kisiasa. Kinachosubiriwa sasa ni uamuzi wa mahakama juu ya mapingamizi, ambao ni uamuzi ambao unaweza kuwa mwanzo wa sura mpya katika siasa za ndani ya vyama vya usimamizi wa rasilimali za kisiasa nchini Tanzania. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi na uchambuzi wa kina bila kuegemea upande wowote wala kupindisha. Hapa ndipo unapopata taarifa za kweli. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vilevile waweza kuwa nambari moja kupokea taarifa hizi. Unachotakiwa kufanya ni kugonga alama ya kengele ili uwe ukipokea notifications kila wakati tunapoweka content mpya.